Mtazamaji, hujambo msikilizaji, karibu tena kwenye makala ya wiki hii ambapo leo tunaangazia sherehe za kuadhimisha siku ya usonji duniani mjini Mombasa. Jina langu ni Hafsa Juma. Mnamo tarehe 2 Aprili mwaka 2026, ulimwengu mzima uliungana kuadhimisha siku ya usonji, siku ya pekee inayobeba ujumbe wa upendo, uelewa na matumaini kwa watoto wenye hali hii. Na kama ilivyo ada, jiji la Mombasa lilijitokeza kwa kishindo, likidhihirisha kuwa kweli pwani si mchezo wa watoto inapokuja swala la mshikamano. Kwa mara ya kwanza kabisa, Bright Beginning Special School kwa kushirikiana madhubuti na serikali ya kaunti pamoja na mashirika mbalimbali ya kijamii waliandaa tamasha la kukata na shoka, tukio lililoacha alama isiyofutika miongoni mwa wengi. Na kabla hata jua halijapanda vizuri, shughuli zilianza kwa shamra za kuvutia, matembezi ya kihistoria yakianza Treasury Square hadi ukumbi wa Tononoka. Msafara ulikuwa wa kupendeza, bendi za moja kwa moja zikiburudisha, vicheko vilisikika kila kona na furaha ikipepea angani kama bendera. Hakika ilikuwa ni picha halisi ya msemo usemao kuwa umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Lakini zaidi ya burudani, kulikuwa na ujumbe mzito, ujumbe wa kuondoa dhana potofu. Jamii ilikumbushwa kuwa usonji si uchawi, si laana, bali ni hali ya kimaendeleo inayohitaji uelewa, upendo na msaada. Wasemao husema kwamba mwanga wa elimu huondoa giza la ujinga, na kwa kweli mwanga huo uliweza kuwaka katika mji wa Mombasa. Katika mstari wa mbele wa mafanikio haya ni serikali ya kaunti ya Mombasa chini ya uongozi mahiri wa gavana Abdulsamad Sharif Nassir, kiongozi anayezidi kudhibitisha kuwa uongozi ni vitendo si maneno. Kwa maono yake thabiti, ameweka mazingira yanayojali kila mtoto bila ubaguzi. Sambamba naye, waziri wa masuala ya vijana, jinsia, michezo na huduma za jamii Jonathan Wepukulu ameonyesha kujituma kwa hali ya juu, akihakikisha kuwa sera na mipango si maneno matupu bali ni vitendo vinavyoguza maisha ya wananchi. Na bila kusahau mashirika ya kijamii yaliyosimama imara bega kwa bega ili kuhakikisha tukio hili linafanikiwa: Nurturing Stars, Dream Achievers Youth Organization, Helping Hands, Epic Youth, Likoni Ability Network, Bibash, Mikindani Hospital, Screen World, Marafiki, NCPWD, Nairobi Women, miongoni mwa mashirika mengine. Kwa kweli nyinyi ni mashujaa wa kimya kimya. Kazi mnaifanya ni ya thamani kubwa na mbegu mnazozipanda leo zitazaa matunda yake. Hongera pia kwake Madam Naima ambaye ni msimamizi mkuu wa shule ya Bright Beginning Special School kwa kuleta maono ya kuleta wazo hili, kwa sababu mawazo mazuri yanapopata nafasi hubadilisha dunia. Na kabla ya siku ya kuadhimisha usonji duniani, juhudi zilikuwa tayari zimeanza. Mmoja wa wataalamu wa tiba ya kazi, yani occupational therapy, Linda Okusimba kutoka shule ya Bright Beginning Special School alizuru vituo mbalimbali vya redio akielimisha umma kuhusu usonji, imani kuwa ni elimika uelimike na elimu isambaye, kwa sababu ukijua utaweza kumwambia mwenzako na hatimaye jamii nzima itabadilika. Kwa hakika jamii ikikumbatia kauli mbiu kuwa disability is not inability, basi itaweza kujenga jamii inayojali, inayothamini na inayoinua kila mmoja. Jamii ambayo haitambui mipaka ya uwezo bali inaona fursa katika kila changamoto. Ushirikiano huu kati ya serikali na mashirika ya kijamii umeonyesha wazi kuwa mafanikio ya kweli yanahitaji umoja. Haya si mafanikio ya mtu mmoja bali ni ushindi wa jamii nzima, na kwa hakika huu ni mwanzo wa safari ndefu yenye matumaini, safari ya kukubali, kuelewa na kujenga jamii jumuishi kwa kila mtoto. Na nitamatisha tu kwa kusema kwamba haya ni mambo yanayostahili kupongezwa, kuigizwa na kuendelezwa, kwa sababu pale ambapo jamii inasimama pamoja, hata yasiyowezekana huwa yanawezekana. Na hii ni Dayo Radio, jina langu ni Hafsa Juma.